Vipi Manda? Vipi, mbona nishtua? Mama, nimeota ndoto. Ndoto gani? Nimeota mimi, wewe na baba tupo kwenye msitu mkubwa na mvua inanyesha, alafu wewe unalia kama vile tumekosa makazi. Hizo ni ndoto tu. Ona mimi umenishtua nikajua hata tumevamiwa. Lakini mama anaogopa. Je, kama tunaenda kuishi porini? Haiwezekani na itakuja kutokea. Sawa, hiyo ni ndoto tu, na ndio maana nakwambia kila siku kilala wewe unasoma dua. Ina maana unikumbuki kabisa, umegoma unitambua tena. Mimi ndio yule kipenzi chako, tulioanzia shule nikiwa wako. Wamekugeuza msukule, unikatae bure. Nakupenda baba, japo unikumbuki. Waifu, mke wangu, amka kumekucha. Nalala sana leo. Umeamkaje? Salama. Sasa hivi ni saa ngapi? Nadhani sasa hivi ni saa 12 kasoro. Pole, hata hivyo umelala sana usiku wa leo. Umechoka eh? Pole mke wangu. Basi niandalie maji ya kuoga kwa sababu leo na mgeni kazini, kwa lazima niwahi kufika kabla mtu yoyote. Sawa mume wangu, ule ndo kuandalia. Nakupenda sana. Nafia. Halo. Umeamkaje Adela? Nimeamka salama. Kiwe. Safi, vipi jamaa yupo? Bila shaka. Sawa, sasa wale watu leo wanakuja. Sawa mjomba. Mimi nimekuelewa. Hamna shida. Nitakutafuta baadaye. Haya, asubuhi njema basi. Mume wangu. Yaani mimi muda wote nakwambia nahisi njaa. Wewe upo busy tu unachezea simu. Kwa nini unitilima nani? Mke wangu, wewe zamini sina hata senti 100. Lakini hapa naomba dakika 5 tu na kuingiza pesa kwenye simu yako. Twizy, naenda ndani. Nakupa hizo dakika 5. Nataka muamala usome kwenye simu yangu. Usijali mke wangu. Marafiki, mnaweza msiniamini, lakini angalieni hii hapa. Mwaka mzima nilikuwa napoteza pesa bila mpangilio wowote, mpaka nilipoanza kupata faida za kweli kama rafiki yangu Jamison. Huyu ni trader mahiri alotengeneza software ya AI ambayo inatabiri mienendo ya soko la Forex. Nilimuomba Mr. Jamison aniruhusu niweze kujaribu programu yake, na hii kwa sasa nafanya trading ya Euro vs USD. Na hii ni kwa kuwa software inaonyesha kama bei inapanda juu. Nachagua app nikiwekeza $50.
tufanye nyingine tena, na mkakati ni ule ule, Euro vs USD. Bado soko linaonyesha na safari hii naingia na dola 110. Tuone matokeo yake. Ushindi mwingine, dola 211.20 ndani ya dakika chache tu. Hii ni usahihi wa hali ya juu kabisa. Ndani ya dakika chache tu, dola 217 tayari withdraw kipekee kabisa kwa sababu ya subscribers wangu. Tayari nimemwomba Mr. Jameson aweze kushare software yake bure kabisa. Fuata hatua hizi 3 rahisi, huwezi kushindwa. Namba 1, naomba uweze kubofya linki ambayo ipo kwenye description yangu ili uweze kujoin katika Telegram ya Mr. Jameson. Namba 2, bonyeza start. Namba 3, naomba uweze kumtumia ujumbe Mr. Jameson na ufuate maelekezo yake ili uweze kupata software. Usipoteze nafasi hii. Jameson anashare software hii kwenye Telegram yake tu. Hakuna sehemu nyingine ambapo unaweza kuipata. Kama bado hauna Telegram, huu ndio muda sahihi wa kuweza kuipakua. Fuata linki, mtumie Jameson ujumbe, kisha pata software yako bure kabisa kabla haijaondolewa. Unacheka naye ndio adui yako. Ule mjomba unaongea naye hapo ni mjomba gani? Mjomba Nyuki, mume wangu. Nyuki? Yeah. Ni kwa nini anakupigia simu asubuhi na mapema hivi? Jamani mume wangu, mjomba si alikuwa anajua mimi ninaumwa, kwa hiyo amenipigia hapa ili ajue maendeleo yangu naendeleaje. Unacheka naye ndio adui yako. Basi sawa. Ngoja niende nikakuandalia maji. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unacheka naye ndio adui yako. Mbona mwanangu, umemkaje? Mambo unaendeleaje mtoto mzuri? Nisikilize kwa makini wewe mama mbaya. Narudia tena, kile unachokifikiria nakijua, na tayari nishaanza kuona ishara mbaya kuhusu baba yangu. Nisikilize kwa makini, jambo lolote ambalo litamkuta baba lazima ulipie. Kama baba anapitia mateso, na wewe lazima upitie mateso. Na baba akipitia maisha magumu, na wewe utapitia maisha magumu vile vile. Lakini Amanda, mimi mbona nishabadilika muda mrefu sana? Mimi tena sina tabia hizo, wala siwezi kumtesa tena baba yako, wala kumfanya baba yako apitie maisha magumu. Mimi nilikuahidi kweli nitabadilika. Nishabadilika kweli Amanda. Naomba unielewe. Mimi tayari nishamalizana na wewe. Akili kichwani kwako. Baba. Yaani huyu mtoto huyu anaona kama ameniweza sana eh? Kumbe adibika kama mimi ni mshenzi eh? Navokaa hapa nakachekea kananiona mimi kama boy, yaani kananiweza sana. Sasa nitakafungia kazi, takaonyesha kashenzi kakubwa haka. Akili kichwani mwako, ni mtu mzima kuniambia maneno haya? Amanda. Haki ya Mungu. Kipenzi, nikutakie kazi njema, maana mafanikio yako ndio mwanzo wa mimi kutulia. Remi, sio kwamba mimi nilikuwa sikupendi, nilikuwa nakupenda sana tu, lakini ni vile ulikuwa una kazi, ilinibidi nihangaike ili niweze kupata hela. Na kuahidi kwamba nitatulia, maana unaenda kutimiza majukumu yako kama mwanaume. Nimefarijika sana kwa maneno yako matamu ambayo nilikuwa sijasikia kwa muda mrefu sana.
Ukiniombea hani, itafanya nikafanya kazi za watu vizuri sana. Mafanikio yangu mimi ndio mafanikio yako wewe kipenzi. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Sawa, njoo basi Baby Shenja nikuandae. Ndevu zako ziko rough sana. Wenzi ukitazama ndo nakufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Hapo umekaa sawa. Na leo nina zawadi yako nzuri sana. Ukija utakuta nimekuandalia vyakula vyako ambavyo viwili. Alafu utachagua utakula ndio ule au ule ndio utakula. Wacha. Kwa hiyo baada ya muda mrefu leo unaenda kuenjoy, si ndio? Ndio, umeamua kubadilika. Sasa kwa nini usijipakulie minyama? Basi sawa kipenzi, ujiandae. Mimi nikitoka kazini nije kuchagua kati ya vyakula viwili. Sawa, twende basi nikusindikize. Honey, honey sweet, wenzi ukitazama ndo nakufa mazima. Mume wangu, nikutakie kazi njema. Yaani huko kazini unakoenda leo upate hela nyingi zaidi ya zile unazopata siku zote. Alafu mume wangu, kaa ukijua mimi mkeo nakupenda sana, mubaba wangu, Mashallah, HB wangu, utamu wangu. Yeah, yaani wewe ndio Yesamu wangu. Nakupenda sana mume wangu. Yaani huko kazini unakoenda leo, naomba muda wote unifikirie tu mimi. Jua huko nyumbani huko nimeacha mke jembe. Mimi nafurahi sana kusikia maneno yako matamu. Najivunia sana kuwa na mwanamke pia mrembo. Unajua mke wangu, tangu nimekuwa na wewe sijawahi kufikiria kabisa huko Chete. Kweli baby? Kweli kabisa mke wangu. Muda wote nikiwa kazini na kuwaza wewe. Nafurahi kusikia hivyo mume wangu. Nafurahi sana. Kama hujawahi kufikiria kuwa na mwanamke mwingine tofauti na mimi. Makweli mume wangu unanipenda sana. Haswa mke wangu. Yaani siwezi kumwaza mtu mwingine. Wewe ndo furaha yangu. Wow. Ndio maana nadata sana na wewe. Sifikiri kama naweza nikaa na mwanaume mwingine tofauti na wewe. Na usije kasobo tu, maana nitakachokifanya hadi dunia nzima inaweza kashangaa. Mbona na roho mbaya? Unanifurahisha. Basi mke wangu, mimi naomba nikuache. Ubaki salama. Nashukuru sana kwa dua zako na leo nitawahi kurudi. Basi ndio wewe kurudi. I love you so much. I love you too. Bye. Unlete chocolates. Bye. Ndugu yangu, kama nilivyokuambia kuhusu huyu mwanaume unayeishi naye humu ndani, mimi namfahamu kwa kila kitu, tabia zake zote nazifahamu. Kwanza ni tapeli, pili ni malaya wa kutupwa, anafahamika mtaa mzima, hakuna asiyomjua. Malaya? Mbona tangu nianze kuishi naye sije kumuona tabia kama hizo? Kwa hiyo uniamini, ina maana mimi nakuongopea wewe kwamba huyu mwanaume sio malaya, si ndio? So hivyo Damage, nakuamini sana tu dadangu, kwa sababu kitu unachoniambia ni kigeni kwangu, ndio maana nashangaa. Na kwa kukuthibitishia hili na kukuonesha kuwa huyu mwanaume hafai na ni malaya, nataka tucheze mchezo, alafu uone kama atachomoa. Mbona kama sijakuelewa dada? Mchezo gani ambao nataka tuucheze?
mimi nitajifanya kama namtaka. Wewe si unamwamini sana huyu, alafu tutaona kati ya mimi na wewe nani ambaye yupo sahihi kwa lile analoliongea. Karibu sana kiongozi. Asante. Heshima yako. Asante kwa heshima yako. Kwa majina anaitwa Nilo Joseph Kaniki. Mimi ni karani wa mahakama ya wilaya ya Ilala. Nimekuja hapa kwa jukumu rasmi la mahakama. Nakusikiliza kiongozi. Okay. Kabla sijaendelea, nataka uthibitisho wa Twiz. Hapa ni nyumbani kwake? Haujapotea. Hapa ndo nyumbani kwake. Na mimi unaongea naye ndo mke halali wa Twiz. Kwa hiyo karibu sana nyumbani, jisikie uko nyumbani. Kama hapa ni nyumbani kwake, nipo hapa kwa jukumu la kumkabidhi nyaraka rasmi ni za mahakama. Na nyaraka hizo zinamhusu yeye mwenyewe binafsi. Sijui nimemkuta? Usiwe na wasiwasi, lakini kwa bahati mbaya sasa hivi mume wangu hayupo, yupo kazini. Madam, ni muhimu sana hizi nyaraka azipate leo kwa sababu mahakama imenisisitiza sana. Yaani kuhusu hilo ondoa shaka kabisa. Yaani hapa mambo ndo yamefika. Yaani usijali, nampigia simu sasa hivi. Sasa hivi anafika hapa. Unadhani hata kazini kwenyewe ni mbali? Hata sio mbali. Yaani nikimpigia tu simu moja kashafika. Kwa hiyo wewe tulizana hapo nimpigie simu. Sasa hivi anafika. Hello? Halo? Mume wangu. Niambie mke wangu. Naomba ufanye haraka maana hapa nyumbani kuna mgeni na ni muhimu sana. Kwa hiyo naomba uje wakati huu, yaani usichelewe. Lakini si unafahamu kama sasa hivi ni muda wa kazi? Mume wangu, hata hili nalo lina umuhimu, huwezi jua nakuitia kitu gani. Kwa hiyo nakuomba uwahi. Basi sawa. Nakuja sasa hivi. Sawa baby. Okay, I love you so much. Love you too. Anakuja. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Karibu sana nyumbani. Asante. Naomba kujitambulisha tena mara nyingine. Kwa majina naitwa Nilo Joseph Kaniki. Mimi ni karani wa mahakama ya wilaya ya Ilala. Nimefika hapa kwa ajili ya kuwasilisha nyaraka rasmi ni za mahakama. Nyaraka gani tena? Naomba nithibitishe kama wewe ni Twiz Almasi Mfaume. Ya, ndo mimi. Karibu sana nyumbani. Na kutambua rasmi kama ni mhusika katika kifungu cha shauri la madai 270 linalohusu amri ya kuondolewa katika nyumba hii. Samahani. Ni kama vile sijaelewa au sijasikia vizuri. Kuondolewa kwenye nyumba hii kivipi yani? Nipo hapa kwa mujibu wa mamlaka niliopewa na mahakama kukukabidhi nyaraka hii. Ndani yake mna wito wa mahakama na nakala ya madai. Unatakiwa kufika mahakamani kesho saa 4 asubuhi kwa ajili ya kusikilizwa shauri lako. Kuondolewa? Kuondolewa kivipi yani? Mimi niko hapa tangia nikiwa mdogo. Na hii nyumba ni ya baba yangu. Na kila kitu unachokiona hapa ni mali za baba yangu na mimi ndo mlisi halali. Unahitaji document kama hizi kwenye nyumba yangu?
Haiwezekani. Mr. Twiz, najua na maelezo mengi sana ya kujitetea, lakini mimi jukumu langu ni kufikisha tu hizo nyaraka kutoka mahakama. Maswala ya utetezi wako yatawasilishwa mbele ya mahakama. Hizi taarifa haziwezi kuwa za kweli. Kwanza, unakujaje kwenye nyumba ya mtu bila mjumbe? Kisheria umepewa haki ya kusikilizwa. Tafadhali, hakikisha kesho unafika mahakamani mapema ili utoe hoja zako. Hili swala haliwezekani. Kama ungekuwa ni wito wa mahakama ulitakiwa kuja hapa na mjumbe. Stupid. Sasa wewe, kwa nini unakataa wito wa mahakama? Mke wangu, usiniambie kama uko pamoja na huyu jamaa. Yaani wewe ni bogus, ujielewi. Una akili za kitoto sana Twiz. Yaani miezi yote tulioishi humu ndani unashindwa kujiongeza kitu. Drama zote zinazotokea, mara nimetoka nimerudi, wewe akili yako haifanyi kazi. Upo tu kama bogus. Unaniita mimi bogus? Sina akili, sijitambui. Hivi nachokisikia ni ndoto? Adela. Sio ndoto. Yaani iko hivyo. Wewe ni bogus. Akili yako haifanyi kazi kabisa. Nimeishi na wewe kwa muda wote, kwa kipindi chote, kwa sababu ya mali za babangu na si kingine. Twiz, wewe sio mtoto wa mzee Mbengu. Twiz, mimi ni mtoto halali wa mzee Mbengu na sio wewe. Wewe hapo. Kwa hiyo sasa, ninavyokuambia, huna mamlaka yoyote ndani ya hii nyumba. Na kuanzia sasa, toka katika hii nyumba. Jamani, mimi nadhani niwaage. Kuna majukumu mazito nahitaji kwenda kuyafanya. Adela. Twizi. Marafiki, nawakumbusha tena, kwa muda mfupi tu Jameson anatoa software yake ya soko la Forex bure kabisa. Nenda kwenye linki iliyo kwenye description na comment niliyopini. Usipoteze muda. Kama unataka kuanza kipato kupitia trading, fuata maelekezo ya Jameson kisha chukua software. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu.